Ndugu zangu Waswahili, tuwajue wanaoendesha maisha yetu. Ndio, wanaoendesha maisha yetu ni wa kimataifa. Kwa hiyo tusipowajua hawa, hatuwezi kuandika mfumo sahihi wa maisha yetu ambao utasimamiwa na taasisi yenye nguvu. Kumbuka, wachokonozi wameshatufundisha, hatuhitaji mtu mwenye nguvu kuyapata maendeleo. Tunahitaji taasisi yenye nguvu. Kauli ya wachokonozi nimeipenda sana. Tunahitaji taasisi yenye nguvu, sio mtu mwenye nguvu. Na taasisi yenye nguvu sio chama cha siasa, sio taasisi ya kidini. Ni jeshi la kujenga taifa ambalo ndio Watanzania wote. Ndugu zangu, dunia inaelekea pazuri, ndio imani yangu. Au niseme sisi Waswahili tukijitambua, mambo mazuri hayako mbali. Kwa sababu jambazi mkuu yuko hali mbaya sana. Unajua, ili tuelewe ninachokwenda kukifafanua, nataka uweke picha hii kwenye kichwa chako. Marekani ichukulie kama jambazi mwenye nguvu sana ambaye amenasa kwenye mtego dhaifu na hataki kuamini kama amenasa. Yaani changamoto wanazopitia Marekani hawataki kuamini kwamba lazima wazipitie. Yaani wanashindwa kuamini imekuwa kuaje leo wako katika hali hiyo. MOU iliandikwa, wakasainiana vizuri kabisa na wakaelewana. Discussion ya MOU itaanza Ijumaa. Yaani kikao kilichofanyika Jumapili kilikuwa kinatakiwa kifanyike Ijumaa. Na taarifa ilitoka rasmi baada ile MOU kusainiwa na Trump na rais wa Iran. Nikurudishe nyuma kidogo tu. Kabla ya MOU, wa Marekani walifanya mashambulizi makubwa sana ya mwisho. Mashambulizi ya mwisho wa Marekani yalikuwa ni makubwa. Mpaka Trump ameyakumbusha kwenye chapisho lake la mkwara, nitakusomea. Sasa baada ya MOU na watu kusainiana, utekelezaji wa MOU ulikuwa ni kifungu cha kwanza. Lebanon. Hicho kilikuwa kifungu cha kwanza cha Marekani kutekeleza. Sasa kama hujui kwa nini mkutano uliofanyika Jumapili uliahirishwa na ukafanyika kutoka Ijumaa kuja Jumapili kwa sababu ya kifungu cha kwanza cha MOU, ni kusomee tu ili tupate picha kamili kwamba jambazi Marekani hataki kuamini alivyonasa kwenye aka kamtego dhaifu ka Iran. The United States of America and the Islamic Republic of Iran and their allies in the current war, by signing this MOU, declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in Lebanon, and undertake from now on not to initiate any war on any military operation against each other, and to refrain from the threat or use of force against each other, and ensuring the territorial integrity and sovereignty of Lebanon. The final deal will confirm the permanent termination of the war on all fronts, including in Lebanon, and other provisions of this paragraph. Kifungu cha kwanza ni Lebanon. Na kifungu cha kwanza kilisema wazi, Marekani na chawa wako msimamishe vita, na sisi Irani na chawa wetu tusimamishe vita. Marekani na chawa wake ambaye ni Israel. Irani hataki kumtaja kwa sababu hataki kumpa ya time. Upande wa pili, Irani yeye amemtaja chawa wake Lebanon, ambaye ndani ya Lebanon ndio kuna Hezbollah. Umeona? Kwa hiyo kwenye kipengele cha kwanza kabisa Irani alimfunga Marekani bana. Kila moja inatakiwa amfunge chawa wake kwenye hili swala la vita. Mimi chawa wangu Hezbollah nitamdhibiti. Kwa hiyo na wewe mdhibiti Israeli chawa wako. Ndio kipengele cha kwanza hicho ambacho Marekani alitegeshewa naye akanasa. Sasa baada ya kusainiana, bado chawa Israeli akaendeleza operation zake wapi? Ndani ya Lebanon. Wairani walifanyaje? Wakachezesha mtego wao. Yaani wakabana ule mtego wao, wakambana Marekani. Silaha rasmi ya Iran kwa sasa kwa Marekani ni mfereji wa Hormuz. Hakuna silaha nyingine yoyote ile
Iran anayo ya kumcontrol Marekani zaidi ya mfereji wa Hormuz. Hiyo ndiyo silaha alionayo Iran kwa sasa. Unataka ushahidi? Baada ya Israel kuendeleza na operesheni zake ndani ya Lebanoni, Iran alifanyaje? Funga Hormuz. Faster. Marekani akapanda kwa chawa, akamwambia wewe chawa, bana tunatafuta amani hapa, maisha yangu mimi yako ovyo. Kadri unavyoharibu huko unaniharibia mimi, na ukiniharibia mimi siwezi kukusaidia. Ndicho kilichozungumzwa. Faster, kauli ya chawa Israel ikabadilika kwamba tunatoka lakini tunasimamisha, lakini hatutoki. Sisi tunasimamisha mapigano sawa, lakini hatutoki. Okay, Marekani akarudisha jibu kwa Iran, bana amesema anasimamisha. Kama ulivyosema kwenye kipengele cha kwanza, tumesema tunasimamisha mapigano. Kwa hiyo anasema anasimamisha. Kwa hiyo wewe njoo tuongee. Njoo Ususi tuongee. JD Vance akapanda ndege hiyo Jumapili, sijui Jumamosi ndo akaja kuongea hiyo Jumapili tarehe 21. Na Wairani wakatoka wakaenda. Kutoka kukutana Ijumaa wakaja wakakutana Jumapili. Nani dikteta wa mazungumzo mpaka hapo? Iran. Wakaanza mazungumzo. Trump anataka kutuchezesha akili kwamba yeye Marekani ndio dikteta wa mazungumzo. Trump anataka yani unajua Trump anaumizwa au anasumbuliwa na ile ego ya Kimarekani kwamba bado anahisi wao wanaitawala hii dunia. Ndicho kilicho kwenye ubongo wa Trump. Mpaka wa Marekani pamoja na Trump waje wakubali kwamba wao sio wanaoiendesha hii dunia. Ni mchakato. It's a process. Kwa hiyo Trump akapanda kwenye mtandao wake wa kijamii ndo akaandika ujinga. Kama ukupata ni kusomee. Iran must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. If they don't, we will hit Iran very hard again, just like we did last week. Only harder. President Donald J. Trump. Wa Iran waache kuwafadhili chawa wao, proxy wao, yani mawakala wao ambao ni Hezbollah ndani ya Lebanoni na kusababisha madhara. Wasipofanya hivyo tutawapiga tena kama wiki iliyopita. Mashambulizi ya mwisho yalikuwa makali sana. Napenda nisisitize hicho kitu kwa sababu Trump mwenyewe wakati anahojiwa kwenye ile pale G7 aligusia hichi kitu kwamba kamari ya mwisho ilikuwa ni kali na hawataki kuamini ilishindikana kujichomoa kwenye mtego ambao wamenasa. Baada ya Trump kuachia mkwara, ni kitu gani kilifanyika Uswisi? Inaonekana wakati wanaongea, kwa sababu lazima wa Iran wamekwenda na delegation yao. Delegation ya wa Iran nao kuna watu wengine labda wako mtandaoni. Bana nyie mnaongea huko, mbona mtu anatoa maneno haya kibjinga hivi? Ikabidi delegation ya wa Iran itoke isema huyu jamaa tunaongea alafu anaongea nini? Yaani Trump anatuchukulia sisi wa Iran kama nani wakati ya maisha jaa kwenye mfumo. Ndio tafsiri yake. Wa Iran walikuwa walitishia, walikuwa wanaondoka. Unafikiri walivyokuwa wanaondoka walikuwa wanaenda kufanya nini? Kwenda kufunga Hormuz tena. Silaha ya Iran sasa hivi ni moja tu, hawaongei sana. Utaki sisi tunafunga Hormuz. Unafikiri Iran anapofunga Hormuz ni kitu gani kinachotokea? Kwa ambao hamjui. Masoko ya hisa ndani ya Marekani yanasambaratika, yanadondoka, mafuta yanapanda bei, uchumi unaoanza kuumia ni upi? Uchumi msingi wa dunia. Unajua iko hivi wa Tanzania. Tajiri hajui msamiati wa njaa, ila maskini ameshazoea msamiati wa njaa. Kwa hiyo masoko ya hisa yanavyoyumba, mafuta yanavyopanda bei, yes, maskini tunateseka lakini tumeshazoea kuteseka. Ila matajiri sasa huko Marekani hali ndio inakuwa mbaya. Hawataki kuamini kwamba inabidi wafilisike. Kwa hiyo Iran ameshajua, na sio amejua leo wala jana, tangia zamani. Tangia Trump aanzishi mchezo wake wa kuchezesha hii vita kwa maneno kwamba tuko kwenye excursion, hii ni military operation, tutaondoka. Kauli za Trump kuanzia day one kwenye hii vita kwamba ni operation ya muda mfupi ili kulinda masoko ya hisa. Na Iran walikuwa wameshajua kwamba Trump anaongea positive, anaongea vizuri kwenye vyombo vya habari juu ya vita. Huku wakiendelea kuwaumiza wa Iran, ikabidi wa Iran nao wajue wake, kumbe unaongea vizuri, uendelee kutuumiza kufikia malengo yako na uchumi wako uendelee kuwa vizuri. Sasa tutakuwa tunacheza na wewe.
Ndio tunarudi pale pale, watu wanaojua masuala ya information warfare, vita ya habari. Kumbuka kipengele cha information warfare, vita ya habari, Warusi hapa hawakuweza kucheza. Wairani wameicheza vizuri sana vita ya maneno. Kwa Trump anaongea vizuri kulinda masoko yake ya hisa, Wairani wanakuja wanajibu vibaya. Yes. Ili kuvuruga masoko ya hisa, kuvuruga bei ya mafuta, hali iendelee kuwa mbaya. Hiyo ndiyo strategy waliotumia wa Iran. Wa Marekani wamenasa kwenye mtego dhaifu sana, alafu kujitoa hawawezi. Hormuz na nguvu ya vyombo vya habari ya dunia ya leo ya internet. Hii ni excursion. Tunaondoka kesho kutwa, wakiamini kwamba kesho kutwa uchumi wa Iran utadondoka, IRGC watajisalimisha, demokrasia itaingia. Na Wairani wanajibu faster, oya, huku hakuna kuondoka leo wala kesho. Hormuz haifunguliwi leo wala kesho. Huyu bwana aondoke. Marekani amefanikiwa kujitoa kwenye huo mtego? Hajafanikiwa. Kwa hiyo rasmi ikuingia kwenye kichwa chako kwamba silaha ya Wairani kwa sasa ni Hormuz. Marekani ameshajiingiza wazi mzima kabisa. Yaani akicheza ndo ananasa. Yaani ndo kama kitanzi kilicho shingoni. Kicheza ndo kinanasa. Kwa tulia. Tusikikaze. Ndio picha unaweza kuweka kwenye akili yako kwamba posti ya Trump, wa Iran walikuwa wameshatishia wanaondoka. Wakafanya nini? Wakafunga Hormuz. Na waiambia dunia ni marufuku kupita Hormuz. Kwa hiyo kikao cha masaa 18 kilichofanyika Lake Lucerne, Uswisi, hakija discuss masuala ya uranium. Uranium unayotajiwa huku, sijui Iran amesema hata miliki nuclear. Hizi kauli za Marekani kutuambia kwamba Iran amesema hata miliki nuclear, yaani wanajiongelesha wenyewe na raia wao kwamba hii vita tulienda kupigana kwa sababu tulikuwa tunamzuia Iran kumiliki silaha za nuclear. Ni lini Iran aliwahi kuja wazi akasema anataka kumiliki nuclear? Haipo hiyo siku. Hizo ni rhetoric za Netanyahu tangia 2002 huko, sijui 2000 na ngapi, kusema Iran bado miaka 3 amiliki nuclear. Wanaoishi kwenye mitandao kama mimi hizo sentence wanazijua. Kwanza zaidi ya miaka 15 nyuma Netanyahu anapiga kelele kwenye bunge la Marekani, Iran bado miaka 2 amiliki nuclear. Na picha yake maarufu ni hapa, nikuwekee. Ameshika hiyo chupa, anaonyesha urutubishaji wa Irani bado kidogo ufike 60 sijui 90 huko, ambayo ndo level ya silaha nuclear. Hii ni picha ina mamiaka na mamiaka. Netanyahu anatembea nayo ndani ya bunge la Marekani kuomba msaada Marekani apigane na Iran kwa niaba ya Israeli kuizuia Iran isimiliki nuclear. Ndicho nachokiamini. Nuclear ni kisingizio, ila ukweli ni tudhoofishe uchumi wa Iran kwa vita, tuingize demokrasia, tumemiliki Mashariki ya Kati. Huo ndio ukweli nyuma ya Iran na nuclear. Kwa hiyo lazima tuivamie, tuanyang'anye hiyo nuclear. Vamieni Urusi muinyang'anye nuclear. Vamieni China muinyang'anye nuclear. Vamieni Pakistan pale iko muinyang'anye nuclear. Wa Iran wanajitambua kwa sababu unajua taasisi, mfumo wa nchi unakupa picha watu wanajitambua. Sio kiongozi wa nchi, no. The system, kwa sababu unaona kabisa hata aje nani, hawa watu lazima wataendelea tu. Na hawa watu wakiendelea mtawatawalaje? Ndio maana chunguza hata CCM. Mikoa inayojitambua huwa inaumiza, inakuwaga ni ngumu sana CCM kuicontrol. Mikoa korofi hapa Tanzania CCM hawezi kuitawala ni Mbeya, Kilimanjaro, Arusha, hata Dar es Salaam. CCM wanatumia nguvu kubwa sana hiyo mikoa kuicontrol. Mikoa maskini CCM wanaitawala kwa ahadi za kutibu njaa yao na kufundisha kwa picha kamili. Kwa hiyo Mashariki ya Kati, taifa lenye mfumo thabiti wa maendeleo ni Iran, kwa sababu hakuna demokrasia kama Pakistan, India. Huko kote kuna demokrasia. Ndio maana Marekani wamezagi kichwa. Unatafuta tu pandikizi lako, unalipa pesa, linawabaka watu akili, linaingia madarakani, linavuruga mipango ya nchi. Ujinga huo huwezi kupeleka China, ujinga huo huwezi kupeleka Urusi, ujinga huo huwezi kupeleka Iran. Hao wote ni masuper power. Usisahau na kiduku. Kwa hiyo
masaa 18 nuclear hajadiskasiwa. Nuclear wanauziwa. Masuala hizi sentences za defense nuclear wanauziwa wa Marekani. Naomba nikusomee kauli rasmi ya Arach baada ya mkutano huo ambao umedumu kwa masaa 18. Na umedumu muda huo kwa sababu ya rhetoric za Trump. Kauli rasmi ya Abbas Arach ni hapa. Tireless Pakistani and Qatar mediation has delivered major progress to end Lebanon war. Oil and petroleum exports are waived, blockade lifted, some frozen assets released, and major reconstruction and development plan launched for Iran. First real test, Lebanon deconfliction cell. Kwa mtu ambaye hajaelewa, kwanza Arach anawashukuru Pakistani na Qatar kwa kusaidia huu mkutano kufanikishwa. Arach anakumbusha Lebanon kwamba utulivu Lebanon, vita ya Lebanon isimamishwe. Unajua kisingizio cha Marekani na Israel kwamba Hezbollah wanaendelea kurusha rockets na makombora kwa Israel. Lakini ukweli ni kwamba hizi ni false flags zinazofanywa na Israel mwenyewe. Sio Lebanon. Sio Hezbollah. Hezbollah ni mtiifu kabisa kwa Iran. Kwa sababu wote wanapitia magumu. Na wanataka waishinde hii vita kwa kumfunga moja kwa moja huyu jambazi katika gereza imara kabisa. Ndio maana uone Israel anatajwa kabisa na wa Iran. Lazima tujiulize kwa nini Israel anatajwa kabisa na Iran? Iran ni akili yao. Hawa jamaa wana akili sana. Tuwape hiyo sifa yao kwa sababu maendeleo ndio yanadefine akili kabisa. Tuwape hiyo heshima yao. Hawaipi ya time Israel kabisa kwa sababu wanajua wakifanikiwa kumfunga huyo shetani mkubwa, kashetani kadogo kanachapa viboko katatulia tu. Ndio akili ya wa Iran. Kwa hiyo Lebanon patulie. Alafu mafuta na petroleum. Kwa hiyo kwa kifupi Iran sasa hivi anauza mafuta kwa bei ya dunia. Kipindi cha nyuma alikuwa anauza kwa bei ya chini kwa Mchina. Kwa Mchina alikuwa ndio maana Mchina alikuwa ana faida naye. Kwa sababu ni discount, kwa sababu alikuwa iko kwenye vikwazo. Lakini kwa sasa Iran anauza mafuta kwa bei iliyo kwenye soko la dunia. Hata Mrusi hauzi mafuta chini ya shinikizo la Marekani. No. Premium price. Bei iliyo dukani ndio hiyo Mrusi anauza. Utaki nenda kwingine. Dunia inaelekea pazuri. Waafrika tujitambue. Haya, pesa ambazo ameporwa zitaachiliwa, some frozen assets. Kuna zile rhetoric kwamba pesa ambazo Marekani amezishikilia eti atazipeleka kwa wakulima wake ili wakulima walete mazao Iran. Sijapata confirmation kama wa Iran wamekubali. Ninachosikia kwa chini wa Iran hawajakubali kwamba watapangiwa pesa zao zitakwenda wapi. Hicho kitu nakisikia. Halafu na major reconstruction development plan launched for Iran. Ile bilioni 300 iko pale pale. Usijazwe akili za kijinga. Hii pesa wa Marekani watalipa. Marekani yuko kwenye mtego dhaifu na pa kujichomoa hawezi. Yaani amenasa mzima na pa kujichomoa hawezi. Yaani kila akikukuruka ndo anaumia. Arach akasisitiza jaribio la kwanza, first real test, jaribio la kwanza ni utulivu Lebanon deconfliction cell. Kwa hiyo jaribio la kwanza ambalo Marekani inabidi apambane nalo ni kumfunga huyu chawa wake anaitwa Israel asiendelee kufanya uharibifu wake ndani ya Lebanon. Ndicho walichosisitiza wa Iran. Maana yake nini? Kama Marekani atashindwa kumfunga Israel vizuri, Iran ana silaha yake moja tu, funga Hormuz, haribu masoko ya hisa, haribu bei ya mafuta. Kitakachotokea kuyumba kwa uchumi wa Marekani, Mrusi aendelee kuuza mafuta, Mchina aendelee kumwacha Marekani. Hiyo ndilo jibu fupi kwamba hapa tulipofika. Kwa hiyo vita sasa itabidi kuhamia kwa Marekani na Israel. Wa Marekani kama wataisikiliza Israel ndio watachochea spidi ya anguko lao. Lakini wakimcontrol Israel at least watapambana kujikatia eneo lao kwenye dunia ambayo imeshakuwa na wakubwa wengi. Hormuz ifungwe, Urusi imiliki Ulaya haraka faster kabisa. Ndio yani European Union inabidi kajisalimishe mapema kabisa kwa Mrusi.
kama Hormuz ikifungwa. Lakini Hormuz ikiwa wazi, kidogo watu wa Ulaya watakuwa na kauli za kishujaa kwa Putin, tuna uwezo wa kuishi bila hiyo gesi yako na mafuta yako, tutakwenda Qatar. Lakini at the same time inabidi Israel afungwe sasa ili asichokoze Lebanon, kwa sababu Lebanon ni mstari mwekundu kwa Iran. Silaha ipi wa Iran wanatumia? Hormuz. Dunia ni ya Mungu. Namwamini Mungu jamani, msionione kwamba eti simwamini Mungu. Namwamini Mungu. Lakini huyu Mungu aliye katikati ya riziki yetu na sisi. Yaani kuna Waafrika Mungu alafu ndo riziki. Hapo ndo kidogo hatusiwezi kuelewana na watu. Wakati kabla hawa watu hawajaja wanaitwa wazungu kutuletea huyu Mungu wao, ambaye uko kanisani tunahubiriwa Mungu atakupa shamba, Mungu atakupa mke, Mungu atakupa afya njema, Mungu kila kitu katika uso wa dunia hii, Mungu 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 Mungu. Kabla ya huyo Mungu, hivyo vitu tulikuwa navyo, hatukuwepo navyo, tulikuwa navyo. Kwa hiyo huyu Mungu aliyeletwa na wazungu alikuja kutunyang'anya riziki zetu. Kwa hiyo akaweka masharti kwamba inabidi tumconsult yeye kwanza, tuongee naye ndo tuifikie ile riziki. Kweli? Jiulize. Mimi nimelelewa na hizi matambiko yetu. Wachaga ni maarufu kwa masuala ya matambiko. Matambiko wewe yanafanyika kipindi hicho, yani uko nyumbani. Watu wakiwa wamefurahi wanafanya matambiko tu, yani just kumshukuru Mungu wao aliyewabariki. You see? Kwa hiyo mwanadamu akipata riziki amsahau Mungu. Lakini shida imekuja eti Mungu aliwanyang'anya wanadamu riziki yao afa akaandika masharti. Yaani kuna mchezo tumechezewa hapa. Hebu angalia. Ukiwa unakwenda kanisani, viko vitu tunavyoambiwa ambavyo have make sense. Nikamwombe Mungu ardhi. Like really. Nikamwombe Mungu mke. Like really. Everything. Afya njema. Like really. Matatizo ya afya sio mtindo wa maisha. Haya deep fried mavyakula yaliyozalishwa miaka gani huko. Ujui ukiwa unakula chakula chenye expire date label, unakula chakula kilichooza. Yaani tumeletewa matatizo, alafu tunauziwa suluhisho la matatizo. Ndugu zangu, dini ni kichaka cha maovu mengi sana. Lakini tutafika. Dunia inaelekea pazuri. Jambazi Marekani amenasa kwenye mtego dhaifu na hataki kuamini kwamba hawezi kujitoa kwenye huo mtego dhaifu unaoitwa Hormuz, unaomilikiwa na bwana Iran. Tuelimike, tusiwe wasomi.